Yanatufika tunajua kwa sababu gani? Hawa leo wana jeuri, wana kiburi kwa sababu wametufanya tumekuwa watumwa katika nchi yetu. Leo unaitwa Mzanzibari mkazi. Leo mtu anaingia kwenye madaraka ya kuongoza nchi ya watu waungwana baada ya kuua wenzake, baada ya kujeruhi wenzake, baada ya kufanya kila dhulma, baada ya kufanya wizi. Ndio maana hawataki uchaguzi. Tumewasikia eti kuna kura wizi wa mapema. Wizi wa mapema. Sasa hivi wamerudi wanatuambia sikilizeni, mwaka juzi 2020 tulikuwa na vituo 400 vya kura mapema. Sasa hivi tunataka kuweka 50 tu. Maana yake ni nini? Kwamba mara hii tutaiba, lakini tunataka tuibe kidogo tu. Jamani, nchi ambayo anaingia kiongozi, rais wa nchi, kwa njia za wizi, kwa njia ya hadaa, kwa njia ya dhulma, huyo rais atakwenda kwa nani mwenyewe? Tusemeni, msiogope. Rais akiingia madarakani kwa njia za wizi, kwa njia za dhulma, atakuwa nani? Na atachagua nani? Sisi zake tunakubali tuendeshe nchi hii katika njia za kihuni namna hiyo. Sasa hawa wanataka, kwa sababu yameshawaingia gegoni ufisadi wa kila aina, na sio ufisadi wa kuiba tu na kuendesha mambo shagala wanapotaka. Ndio maana wana kiburi. Tunachosema sasa sisi ACT Wazalendo, tunachosema sisi ACT Wazalendo, la kwanza ndugu zangu, la kwanza tutakachokwenda inshallah chini ya urais wangu ni kwenda kuwarejeshea wananchi wa Zanzibar nchi yao, heshima yao, kuwarejeshea ufalme wao katika nchi yao. Hiyo ndio ahadi yetu ya kwanza. Tukishakuwarejeshea heshima yenu, tukiwarejeshea ufalme wenu, nani atawafanyia jeuri? Nani atawafanyia jeuri? Kwa hiyo ahadi yetu ya kwanza ni sisi serikali tutakapokwenda kuiongoza ACT Wazalendo chini ya uongozi wangu, ndugu zangu, tutakwenda kuwarejeshea ufalme wenu, tutakwenda kuwarejeshea ujananchi wenu, tutakwenda kuwarejeshea haki yenu ya ujananchi. Muwe na fahari katika nchi yenu, muwe na ufalme katika nchi yenu, mweke kiongozi mnayemtaka na msiyemtaka. Ikifika siku mwambie ondoka, kaa pembeni. Hata kama ni Othman Masoud aliwaletea hilo, akiwazingua mbele mwambieni bana, kaa pale tuweke mwingine. Tumefahamiana. Hiyo ndio dhamira yetu ya mwanzo. Lakini dhamira yetu ya pili, dhamira yetu ya pili ni kuijenga nchi hii, ni kuijenga nchi hii. Kila mwananchi tukatoka katika umaskini. Kuijenga nchi hii kwanza ni kudai haki za nchi hii katika muungano. Wenzetu kama wanataka muungano, tutaambia tukae tujadili muungano. Lakini ukoloni hatutaki. Sisi watu huru, tumezoea uhuru. Nani wewe leo sisi wa kutuweka chini ya? Ndio maana jeuri hii jeuri ya kusema kwamba hatujakuwa tayari, nchi haiwezi kutoka, ni kwa sababu wameweka vibaraka wao na wanataka waweke vibaraka wao. Sisi tunasema katika kujenga Zanzibar, la kwanza, sababu moja ya Zanzibar leo kuwepo katika hali hii ni kwa sababu
haijapata haki zake, nyingine hazijatambuliwa, nyingine hazijawekwa sawa, zote tutakwenda kuzidai. Tuwekane sawa, tukubaliane sawa sawa kama wanataka muungano kweli, ili nchi hii ikae sawa, tutoke kwenye umaskini huu. Leo nakwambia tunakusanya hatuwezi kulipa milioni 1. Utalipaje milioni 1 wakati nusu takriban 100%? Leo kuna makampuni hapa yamesajiliwa bara, yanafanya biashara, halipi kodi. Leo kuna haki zetu kwenye benki kuu, kwenye mambo ya muungano. Leo hatuwezi kutumia rasilimali zetu, mafuta, gesi, huwezi kuchimba. Juzi kama mmesikia yamegunduliwa madini Pemba, madini ya thamani kubwa, kwa sababu yanahitajika katika kutengeneza simu na vyombo vingine. Hapa Pemba, jamani, hamjasikia wataalamu wakitoa ripoti hadharani